Nataka yale maeneo kama haya tuliyoyapanga kwa ajili ya viwanda yabaki kwa ya viwanda. Wewe utafilisika, lakini sisi tutatafuta mtu mwingine aje kuwekeza hapo juu yake. Lakini huwezi tena kubadilisha leo kiwanda, mara unaweka petrol station, mara kesho sijui imekuwa nyumba ya makazi, mara apartment. Haiwezekani. Kwa hiyo maeneo ya viwanda lazima yalindwe, yabaki kwa ya viwanda. Tanzania imepoteza mmoja wa viongozi wake wakongwe waliolitumikia taifa kwa moyo wa dhati. William Vagimembe Lukuvi amefariki dunia Machi 25, 2026 katika hospitali ya Dodoma. Kifo chake kimetangazwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, aliyemwelezea kama kiongozi mwenye uaminifu, uzoefu na uzalendo wa hali ya juu, maneno yanayoakisi maisha yake yote ya utumishi. Amezaliwa Septemba mosi 1955. Lukuvi ameondoka duniani akiwa na miaka 70, akiacha nyuma historia nzito ya uongozi. Kwa zaidi ya miongo miwili alisimama imara kama mwakilishi wa wananchi wa jimbo la Ismali tangu mwaka 1995. Alikuwa si tu mbunge bali sauti ya wananchi, aliyeaminiwa mara kwa mara na kuchaguliwa mfululizo, huku akitengeneza rekodi ya kuwa miongoni mwa wabunge waliohudumu kwa muda mrefu zaidi nchini, hususan katika bunge la 13. Safari yake haikuanza kwenye siasa bali darasani. Kuanzia mwaka 1975 hadi mwaka 1980, Lukuvi alihudumu kama mwalimu, akilea kizazi kwa elimu kabla ya kuamua kulilea taifa kupitia siasa. Aliingia katika ulingo wa uongozi kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, akipanda ngazi kwa hatua thabiti, kuanzia uongozi wa vijana hadi kuwa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Vijana CCM, nafasi iliyomfungulia milango ya uongozi wa kitaifa. Katika utumishi wake serikalini, Lukuvi alijengea heshima kama kiongozi asiyeogopa kusimamia anachokiamini. Akiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na Dodoma, naibu waziri na baadaye waziri katika wizara mbalimbali, alionyesha uthabiti na uwajibikaji. Lakini wengi watamkumbuka zaidi kwa nafasi yake kama waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, ambapo alisimama kidete kusimamia haki na nidhamu katika masuala ya ardhi. Hadi umauti wake alikuwa akiendelea kulitumikia taifa kama waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, akithibitisha kuwa utumishi wake haukuwa kazi bali wito. Kitaaluma, Lukuvi hakuacha kujifunza kutoka chuo cha ualimu Tabora, masomo ya juu nchini Urusi na baadaye shahada ya uzamili katika sayansi ya siasa. Alijijenga kuwa kiongozi mwenye upeo mpana wa maarifa. Zaidi ya vyeti na nyadhifa, Lukuvi alikuwa mtu wa watu. Alipitia mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa na kushiriki programu mbalimbali za kimataifa, jambo lililompa uzoefu wa kipekee katika uongozi na utawala. Uwezo wake wa kuunganisha nidhamu ya kijeshi, elimu na siasa ulimfanya kuwa kiongozi wa kipekee na mwenye msimamo. Kwa miongo kadhaa jina lake limebeba maana ya uimara, yaani jabali la siasa. Alikuwa kiongozi aliyesimama imara nyakati ngumu, akawatetea wananchi wake na kuwa nguzo muhimu serikalini. Leo Tanzania haimpotezi tu mwanasiasa, bali inamuaga mwalimu, kiongozi na alama ya uaminifu. Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina lake lihemudiwe. Hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu na hakika kwake tutarejea. Ismail Kawambwa, Daily News Digital, Dar es Salaam.